بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد utangulizi wa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, hatimaye kumsalia na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa katika tarehe za mwanzo kabisa ndani ya mwezi wa Muharram mwaka 1448 Hijiria, tarehe ambayo imehifadhi matukio muhimu katika dini yetu ya Kiislamu, matukio muhimu katika historia ya dini ya Kiislamu. Tarehe ya Hijiria ni tarehe ambayo waliwafikiana masahaba radhiyallahu anhum juu ya kurasimisha tarehe ambayo ndiyo itakayokuwa ni rejea katika masuala mazima yanayohusiana na dini yetu ya Kiislamu. Kadhalika tarehe ya Hijiria ndiyo kalenda ambayo inatupelekea sisi kurejea na kutambua somo zima la historia ya kuhama kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, na ndiyo tarehe ambayo wameitegemea masahaba baada ya kukubaliana kwayo kwamba ndiyo mfumo wa tarehe ambayo tutaitumia, kwa sababu kabla ya kuanza kwa tarehe ya Hijiria kulikuwa na mitazamo mbalimbali ya masahaba. Miongoni mwao walipendekeza kwamba tarehe iasisiwe kwa kuzingatia tarehe au siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na baadhi yao wakasema kwamba tarehe iasisiwe kwa kuzingatia siku ya kifo chake Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wengine wakaona kwamba tarehe iasisiwe kwa mujibu wa tarehe za Kifursi kipindi hicho. Lakini pamoja na rai zote hizo, rai ambayo ilikuja ikawa na nguvu na ndiyo iliyokubalika kwa masahaba kipindi hicho ni rai ambayo ilidhihirishwa na kupelekwa kwa mtawala wa kipindi hicho, naye ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu warda. Akakubaliana na rai ya kwamba tarehe ya Kiislamu basi izingatiwe kuanzia pale alipohama Mtume sallallahu alayhi wasallam Maka na kwenda Madina. Na utangulizi wa yote hayo ni pale ambapo pia sahaba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alipotaka kujua tarehe ya baadhi za karari au majukumu au barua ambazo aliziandika kuelekeza kwa watawala wadogo waliokuwa chini yake, na miongoni mwao kipindi hicho ni Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ambaye alitakiwa na Umar ibn al-Khattab kujua kwamba barua zilizowasili kutoka kwake kutoka kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab
radhiallahu anhu zilikuwa ni za tarehe ngapi na ni muda upi? Je, zimeandikwaje? Zisiandikwe tu kwa kuzingatia mwaka, bali zinatakiwa ziandikwe kwa kuzingatia tarehe. Sasa katika hizo rai zote na matukio kama hayo ndiyo yaliyopelekea kwa zama za Saidina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu kuwakusanya masahaba wenzake na hatimaye kupata tamko moja na kukubaliana kwao kwa pamoja ya kwamba tarehe ya Hijiria itaanza pale alipohama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina. Kwa hivyo kwa tarehe hiyo ndipo tutaona kwamba wiki jana tuliagana au tulimaliza tarehe ya mwaka 1447 Hijiria, tarehe ambayo ilikuwa imetanguliwa na tukio muhimu la ibada ya hija. Na hatimaye majuzi tu tukaingia katika tarehe mpya, tarehe moja katika mwezi wa Muharram mwaka 1448. Mwezi huu wa Muharram ndio mwezi wa mwanzo katika tarehe ya Kiislamu, mwezi ambao uliitwa kwa jina hilo kutokana na utukufu wake. Kadhalika umeitwa jina la Muharram kwa sababu ya kuharamishwa au kuzuiwa na kunyimwa mapigano ndani ya mwezi huu wa Muharram. Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki ambacho kinaangazia na kukuelezea swala zima linalohusiana na asili na mwanzo wa kuasisiwa kwa tarehe ya Hijiria. Baada ya kujua asili na uasisi wa tarehe ya Hijri ya Mtume SAW toka alipohama Maka kwenda Madina, lakini turejee sasa kwamba tarehe hii inadhibiti nini katika dini, inatusaidia jambo gani katika dini. Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa makala haya au kipindi hiki, tambua na ufahamu ya kwamba maarifatu tarikh al-hijri dharura, yani mtu kujua tarehe hii ya Hijiria ambayo ndio tunasema kwamba ni tarehe ya Kiislamu, tarehe inayotumiwa na Waislamu katika taratibu mbalimbali za kalenda yao, ni jambo la dharura kuijua hii tarehe. Jambo la dharura kwa sababu ndani mwake kuna matukio na kuna mambo kadha ya kiibada ambayo yanahitaji kuhesabiwa na kuzingatiwa kwa hii tarehe. Mfano, swala la iddatul wafa, eda ya kufiwa, eda anayokaa mwanamke wa Kiislamu baada ya kufiwa ni mume wake. Eda hii ina muda au kipindi cha miezi 4 na siku 10. Ifahamike kwamba miezi 4 na siku 10 hii ni miezi miandamo, ndio itakayokupatia hesabu kamili inayotakiwa kwa mwanamke kukaa eda yake miezi 4 na siku 10. Kwa sababu utakapofuata tarehe nyingine isiyokuwa hii, lazima kutakuwa na masiku ya ziada, na masiku haya yatamuumiza mwanamke ambaye yuko ndani ya eda. Kwa sababu miezi mingine aghlabia, wakati mwingine kuna miaka kwa uchache unaweza kukutana Februari na siku 28. Kwa wingi utakutana Februari na siku 29. Na miezi iliyobakia mingine na siku 30 na mingine na siku 31. Sasa ukamilifu ni upi? Mkaaji wa eda atazingatia tarehe ipi? Ataizingatia 29, ataizingatia 28, atazingatia 30 ama atazingatia 31? Jawabu,
mkaaji wa idda atazingatia tarehe za miandamo ya mwezi, na mwezi imma ni siku 29, na ikiwa watafunikwa kiwingu watu wasiuone mwezi huo, basi watakadiria na kukamilisha siku 30 na wala sio 31, na wala sio chini ya hapo 27 ama 26 ama 28. Mwezi ni siku 29 ama 30. Hili litakuwa ni jambo la ufumbuzi katika tarehe ambayo anapaswa aitumie mwanamke pindipo anapokuwa yumo katika kujizuilia na kujihifadhi kwa ajili ya kukamilisha siku zake za idda ambazo ameziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanamke anayeketi idda baada ya kufiwa na mumewe aliyefunga naye ndoa Kiislamu na kisheria. Kadhalika tarehe ya Hijria, miongoni mwa sababu zinazopelekea kwa Muislamu kuitambua na kuijua na kuihesabu masiku yake ili apate kudiriki na kuyajua masiku ya haji. Ibada ya hija huwa inaanza yaumu tarwiya. Yaumu tarwiya ni siku ya 8 katika mwezi wa Dhulhajj. Kwa hivyo miongoni mwa sababu za Muislamu kutafuta, kusoma, kuzingatia na kuijua tarehe ya Hijria ili aweze kuingia katika ibada yake sawa sawa, pasi na kuchelewa masiku au pasi na kupitwa masiku, humo humo, ili iwe rahisi kwake yeye kadhalika kuidiriki siku muhimu, nayo ni siku ya Arafa, ili kwa wale ambao hawakujaliwa kuitekeleza ibada ya hija, wao watakuwa wamo katika funga ya siku ya Arafa. Sasa kama mtu atakuwa haijui na wala hafahamu tarehe Hijria, kwa vyovyote siku hii aidha itampita au ataifanya ibada yake kabla ya muda kufika. Kadhalika miongoni mwa sababu za kumtaka Muislamu ajue tarehe ya Hijria ili aweze kutafuta miezi mwandamo na hatimaye aweze kuingia katika funga ya Ramadhani kwa usahihi, apate kuingia katika funga ya Ramadhani kwa usahihi pasi na kuchelewa siku yoyote miongoni mwa masiku ya funga ya Ramadhani. Wakadhalika aweze kujua pia siku ya kutoka tarehe ya Ramadhani, kwamba tayari Ramadhani imekwisha kamilika na sasa anaingia katika tarehe ya mwanzo ya mwezi unaofuata ambao ni mwezi wa Shawwal au mfungo mosi kama unavyoitwa kwa lugha ya Kiswahili. Yote haya maarifa yanarejea kwa mtu kuitambua vizuri tarehe ya Hijria. Aidha pia ili aweze hatimaye kuitambua ile miezi mitukufu, minha 4 hurum, aweze kuijua miezi 4 mitukufu ndani ya miezi 12 iliyomo kwenye mwaka mzima wa Kiislamu. Kadhalika ili kwa wengine ambao huwa wanapenda kuzitoa zaka za mali zao katika mwezi wa Ramadhani na wamelenga hivyo kwa ajili ya kutafuta fadhila na thawabu nyingi kulingana na utukufu wa mwezi wa Ramadhani, basi kadhalika mfanyaji wa biashara anaanza kufanya accountant zake na hesabu zake kuanzia tarehe yake ya Hijria ili iwe ni rahisi kwake yeye kujua ni muda upi muwafaka ambao atapata thawabu nyingi kwa kutekeleza ibada yake ya kutoa zaka. Hilo pia halimaanishi wala halipelekei kuona kwamba zaka ya mali itakapotolewa katika miezi mingine itakuwa imekosewa, la hasha wakalla, bali zaka inategemea tu ni lini mtu ameanza biashara yake, tarehe ni ipi, lakini tunapendekeza uwepo na udhibiti wa tarehe Hijria ili kufata urahisi wa mtu kuitekeleza ibada hii vilivyo na hatimaye kupata thawabu tele kuitekeleza ibada katika masiku matukufu ndani ya miezi mitukufu. Kadhalika ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki,
tarehe ya hijiria hii inamrejesha Muislamu katika historia nzima ya kuitambua hijra ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarehe aliyohama, mwaka aliyohama, alifanya da'wa katika mji wa Makka miaka mingapi, na hatimaye akaenda kafanya da'wa katika mji wa Madina miaka mingapi, na je, ujumla wake wa da'wa yake toka amepewa utume alingania kwa kipindi cha miaka mingapi, na hatimaye katika tarehe hiyo hiyo pia ndio itakayompelekea mtu kujua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki akiwa na umri wa miaka mingapi. Kwa hivyo kwa kurejea tarehe ya hijiria itamfunulia msomaji, msikilizaji na mtazamaji kujua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alilingania da'wa katika dini ya Allah ndani ya jiji la Makka takriban miaka 13. Hii ikionyeshwa katika tarehe pia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliupokea utume akiwa tayari anaingia katika miaka ya umri wa kuwa na miaka 40, na hatimaye mtume sallallahu alaihi wasallam akalingania da'wa yake katika jiji la Madina kwa kipindi cha miaka 10. Kwa hivyo hapa utaona jumla ya miaka ya da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni miaka 23, ukijumlisha na 40 ile ambayo ndiyo iliyompelekea yeye kupewa utume akiwa na miaka 40. Kwa hivyo utapata hesabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya umri wake, amefariki na ile hali ya kuwa ana miaka 63. Kwa hivyo kuijua tarehe hatimaye inampelekea mtu kujua historia ya lini alihama mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka na kwenda katika mji wa Madina. Na ulama wetu Allahu yarhamuhum wa jazahumullahu khairan wamehifadhi mpaka na masiku, wamehifadhi mpaka na majina ya vijiji alivyopitia mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anahama Makka kwenda Madina, bali wameandika ni muda gani aliondoka nyumbani kwake, bali wameandika ni wakati gani alizungumza na sahibu wake Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda, bali imeorodheshwa na kuandikwa kwamba alipotoka Makka mpaka akaingia katika Jabal Thawr au Ghar Thawr ilikuwa ni lini na alikaa muda wa siku ngapi katika maeneo yale. Yote haya yanarejea kwa Muislamu kuitambua na kuitafuta tarehe ya hijiria ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na kujua pia kwamba ni vipi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walihama pia kutoka Maka kwenda Madina, ilikuwa ni tarehe ngapi, ni siku zipi iliwachukua. Naam, kadhalika pia ni muhimu kuzijua tarehe hizi ili kuyafahamu matukio muhimu katika dini yetu ya Kiislamu. Kama vile kujua mambo yale ambayo yalitukia baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Kuna matukio ya ridda katika utawala wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, na kuna vita kadha wa kadha ambavyo vilipiganwa pia baada ya mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, na vingine ambavyo vilipigana na ile hali ya kuwa yumo na tayari tarehe ilikwisha asisiwa kwamba toka alipohamia katika jiji la Madina tarehe zilikwisha anza kuhesabika na kufahamika, kwa sababu si muda mrefu toka alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam, miaka 3 ya utawala Abu Bakar Siddiq baada ya kifo cha mtume, na hatimaye miaka mingine 13 iliyokuja kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Si muda mrefu wa mtu mwenye mazingatio muhimu akayasahau hayo. Kwa hivyo tarehe ya hijiria inamfahamisha na kumrejesha Muislamu kujua matukio muhimu ambayo yalitukia katika dini yetu ya Kiislamu. Ama tarehe hizi ambazo tunazitumia za sasa za miezi hii ya Januari mpaka Disemba za miaka hii 2026, tunazichukulia kwamba ni miongoni mwa tarehe ambazo kalenda yake inatumika zaidi katika tamaduni na katika shughuli za kiserikali. Aidha ni hata pia unakuta kwa sababu uzazi
vyeti vya uzazi vinasajiliwa kadhalika kupitia tarehe hizi za Gregorian, na pia mishahara ya wafanyakazi watumishi wa serikali na hata wanaofanya kazi katika majumba binafsi pia wanalipwa kulingana hizi tarehe. Kwa hivyo ni tarehe ambazo zinatumika zaidi katika masala mazima ya utaratibu wa nidhamu zilizopangwa na serikali, kwamba kujua tarehe gani ndizo tarehe za kazi na tarehe zipi ni tarehe za mapumziko. Kadhalika na ndizo tutakutana na tarehe hizo katika sikukuu ambayo yana ufasik, maeneo ambayo yana dhulma, ili muende katika maeneo ambayo yana dini salama, yana uadilifu, yana upendo, yana udugu. Kwa hivyo hijiria inatufundisha mambo mengi, na miongoni mwayo ni hayo, na mtu kujua kwamba kumbe kuna uwezekano wa kuamua kuacha makazi alikozaliwa na alikoishi, kwa sababu makazi yale yamekuwa hayanasibiani wala hayalandani na mfumo mzima wa dini yake. Sheria inamruhusu kuhama na kuondoka katika makazi kama hayo. Hijra bado inaendelea. Hijra bado inaendelea. Cha msingi tu iwe kuhama kwake katika eneo hilo anahama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili aende kuishi katika maeneo ambayo ataridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yule ambaye anahama kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi kuhama kwake ataandikiwa thawabu kwamba yeye amehama kwa ajili ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hii ni tarehe ambayo inataka sisi tuweke mkakati, utaratibu mzima wa kujua kalenda yetu katika dini yetu ya Kiislamu inatupelekea kufanya nini, na kuweka mikakati ya da'wa na kuweka mikakati ya kielimu na kuweka mikakati ambayo itatufikisha katika mafanikio ya kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujifundisha mwenendo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.